Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo ningependa tukaweze kuomba kwa sababu ya nchi ya Kenya, nchi ya Uganda, pamoja na nchi ya Tanzania. Nimeona katika Kenya kukiwa na state funeral zikiwa zinafuatana. Naona Uganda state funeral pamoja na Tanzania. Ni vizuri tukaweze kusimama kwenye psalm, tukaweze kuomba, tukatae roho ya vifo kwenye government. Nakumbuka 2025 tukicross over from 2024, Mungu akanena jambo hili ya kwamba kuna kifo kinafuata viongozi wakuu. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kuomba. Sijasema kwamba tupishane, bali nasema kwamba tusimame kwenye psalm tukaweze kupingana na hiyo roho ya kifo cha mapema kwenye viongozi. Maana naona kukiwa nusu mlingoti bendera. Naona maafisa wakuu wakilala kwenye jeneza. Basi tusimame tuombe. Maana naona katika taifa la Kenya kukiwa kunafuatana watu wakubwa, viongozi wakubwa, watu wanne. Naona Tanzania wakiwa na watu 5 wakifa. Uganda wakiwa watu 2 wakiwa wanafuatana. So tuombe kwa ajili ya nchi hizi ama hizi taifa, tukaweze kusimama kwa ajili ya kuombea viongozi. Kwa hivyo tutakaposimama tutaweza kupingana na hiyo, na Mungu akaweze kusikia kilio hicho. Maana Mungu afurahi na yale ambayo yanayoendelea katika nchi hizi. Kwa hivyo tusimame na tuombe ili Mungu akaweze kusimama kuweza kuzuia kifo hicho. Na katika hiyo kuna taifa moja katika hizi taifa 3 rais atakufia mamlakani. Kwa hivyo tuombe ili tukaweze kupingana na hiyo roho, kwa sababu Mungu ametupatia hiyo nafasi. So wakati nabii anapotumwa aweze kutabiri, basi jukumu lake anakuanga kwamba amemaliza jukumu lake kufikisha ujumbe. Basi inaopakia ni kwamba watu waweze kusimama kuomba na kukataa hiyo roho. Na pamoja viongozi pia waweze kujiombea wakikatana na hiyo roho. Kutoka kwangu mimi nimeweza kufikisha ujumbe. Shalom shalom unaposimama kwenye psalm na unapoomba ukikataa roho ya kifo kwenye government, because I see funeral status, ama tunaita state funeral, kwa sababu naona rais akitangaza katika hizi nchi 3. Naona rais akitangaza, kisha naona rais mmoja wapo akifa akiwa mamlakani. Basi tuombe na Mungu atakusaidia. Jina langu ni Apostle Daniel HM. Shalom, shalom.